wad'u al-yumna 'ala al-yusra hala al-qiyam. Tunaangalia kuweka mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto wakati wa kusimama. Wad'u al-yumna, kuweka mkono wa kulia, 'ala al-yusra, juu ya mkono wa kushoto, hala al-qiyam, wakati wa kusimama. Yusannu wad'u al-yumna 'ala al-yusra fi al-qiyam fi jami'i rak'ati as-salat. Yusannu, imewekwa ni sunna, wad'u al-yumna, kuweka mkono huu wa kulia, 'ala al-yusra, juu ya mkono wa kushoto, fil qiyami, wakati wa kusimama, fi jami'i rak'ati as-salat, katika rakaa zote ambazo kwamba unazoziswali. Unapokuwa unauweka mkono wako wa kulia juu ya mkono wa kushoto, hii ni sunna katika rakaa zote pindi unaposwali. Wa huwa madhhabu al-jumhur, na haya ni madhehebu ya maulama. Al-Hanafiyati, upande wa Abi Hanifa, wa Shafi'iyati, na upande wa Imami Shafi'i, wal Hanabila, na upande wa Ahmad ibn Hanbal, wa qawlun lil Malikiyati. Hii pia ni kauli kwa upande wa Imami Malik, wa huwa qawlu akthari al-fuqaha, na hiyo ndiyo kauli ya maulama wengi ambao wapo katika upande wa fiqh. Nenda kwenye kitabu Fathul Qadiri lilkamal bin al-Humami, kitabu nambari 1, ukurasa ni wa 287. Nenda kwenye kitabu Al-Majmu' lin-Nawawi, kitabu nambari 3, ukurasa 311. Nenda kwenye kitabu Al-Mughni libn Qudamati, kitabu nambari 1, ukurasa 341. Nenda kwenye kitabu Adh-Dhakhiratu lil-Qurafi, kitabu nambari 2, ukurasa 228. Wa fil Majmu'i lin-Nawawi, kitabu nambari 3, ukurasa 311. Al-adillatu, tuangalie dalili. Awalan min as-sunnati, dalili ya kwanza tunayoiangalia ni kupitia hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. An Sahli bin Sa'd radhiyallahu anhu, kutoka kwa Sahli mtoto wa Sa'd, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, qala, amesema, kana nasu, walikuwa watu, yu'maruna an yada'a ar-rajulu, wanaamrishwa aweke yule mwenye kuswali, yadahu al-yumna, mkono wake wa kulia, ala dhira'ihi al-yusra, juu ya dhiraa yake. Dhirani ya jamaa, aweke mkono wake wa kulia juu ya dhiraa yake katika upande wa mkono wa kushoto, fi salati, katika ibada ya swala. Hii ni amri, walikuwa wakiamrishwa masahaba ridwanullahi alayhim, pamoja na sisi ambao ni wafuasi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tuweke mkono wetu wa kulia wakati wa kufunga swala, ikiwa umesimama, juu ya mkono wa kushoto ikiwa unaitekeleza ibada ya nini? Ya swala. Rawahu al-Bukhari, maneno haya kayapokea Imamu al-Bukhari kwa nambari 740. Wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, kutoka kwa Wa'il mtoto wa Hujr, radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee yeye, annahu waswafa salata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, hakika ya Wa'il alielezea swala ya Mtume Muhammad, rehma na amani zimshukie yeye, waqala fi wasfihi, na akasema katika kuielezea hiyo swala ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma wada'a yadahu al-yumna, kisha akauweka mkono wake huu wa kulia, ala dhahri kafihi al-yusra, juu ya mgongo wa kiganja chake cha mkono wa kushoto. Tumeelewana vizuri? Mkono wa kulia
juu ya mgongo wa kiganja cha mkono wa kushoto. Kiganja nichi warusghi, na kifundo nichi, hiki ndio kifundo warusghi, na kifundo wasaidi, na hii dhiraa upande mwingine inaitwa asaid, wasaidi, na vile vile upande wa asaid. Maana yake wadaa yadahu al-yumna, huu ndio mkono wa kulia, ameuweka mkono wake wa kulia ala dhahri kaffihi al-yusra, juu ya mgongo wa kiganja chake cha mkono wa kushoto. Warusghi, unaona warusghi, na hiki kifundo wasaidi, wasaidi, na hii dhiraa mguuni hapa, hii inaitwa saqu muhundi, asaqu muhundi. Lakini hapa ima uite dhiraa wa ima uite nini, asaid. Said ni sehemu hii ya juu, ni mgongo wa mkono hapa juu, inaitwa asaid. Kwa hiyo ukiangalia wakati anaielezea swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkono wake huu wa kulia aliuweka juu ya kiganja cha mkono wa kushoto. Kiganja nichi, juu ya kiganja cha mkono wa kushoto, na hiki kifundo hiki pamoja na hii asaid zilikuwa hivi. Mmenielewa? Hatujafika hii mikono inakuwa wapi, tunaelezea jinsi ya kuiweka mikono, bado hatujafika. Hii mikono ni kifuani, chini ya kifua, chini ya kitovu, hatujafika. Lakini tunaangalia huu mkono wa kulia na mkono wa kushoto huwa unakuwa vipi. Kwa hiyo ukiangalia swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mkono wa kulia unakuwa juu ya mgongo wa kiganja cha mkono wa kushoto, na kifundo hiki kinakuwa hapa, na hiki kiganja chako kinakuwa juu ya mgongo wa mkono, inakuwa hivi. Lakini kuna baadhi ya watu, mtu unamkuta katika ibada ya swala anafunga hivi. Mimi nimeshuhudia watu hawa, mtu anafunga hivi, yuko kwenye swala, sijui ametoa wapi. Tutaangalia insha Allah taala ikiwa hii design ipo ama hakuna insha Allah. Rawahu an-Nasa'i, maneno haya kayapokea an-Nasa'i kwake kitabu nambari 2 ukurasa ni wa 126. Sheikh Albani ameyasahihisha maneno haya fi sahihi sunani Abi Daud kwa nambari 727. Thaniyan, tunaangalia dalili ya pili ama muongozo wa pili katika hilo jambo la kuweka mikono. Amalu ahli ilmi, hiki ni kitendo ambacho kinafanywa kazi na waliopewa ilmu. Wale waliopewa ilmu pia katika uwekaji wao wa mikono wanaweka vipi? Wanaweka kama tulivyozungumza, mkono wa kulia juu ya mgongo wa kiganja cha mkono wa kushoto, kifundo kikiwa hapa na kiganja kikiwa juu ya mkono huu wa kushoto. Waqala Tirmidhi, na amesema at-Tirmidhi, alayhi al-amalu inda ahli al-ilmi, kitendo hiki kinafanywa kazi na watu waliopewa ilmu, min ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, kutokamana na masahaba wa Mtume Muhammadin, rehma na amani zimshukie yeye, pia walikuwa wakiweka hivyo. Watabiina, na waliokuja baada ya masahaba, wa man ba'dahu, na waliokuja baada ya hawa ambao ni tabi'in, wote walikuwa wakiweka mikono hivyo. Nenda kwenye kitabu Sunan Tirmidhi, kitabu nambari 2 ukurasa ni wa 33.